Okay, leo tutazungumzia zaidi juu ya nidhamu ya pesa kwa vijana. Naitwa Dr. Koja ndani ya Duka Huru Podcast, niko sambamba na Mstaafu Forum. Okay. Leo tutaenda kuangazia unajua mstaafu. No. Kwa sasa navyoona generation inavyoenda, matajiri wengi watakuwa ni vijana. Kabisa. Lakini sasa tunawezaje kumsaidia kijana juu ya kuwa na nidhamu ya fedha akaijua mapema, kwa sababu spirit ya utafutaji kwa vijana sasa hivi ni kubwa na inaonekana. Sawa. Je, huyu kijana anawezaje kuwa na nidhamu ya fedha? Ni nini afanye ili asije baadaye akaja akajutia katika umri wa baadaye? Shukrani sana. Swala la nidhamu ya fedha kwanza ni personal. Ndio Yeah. Lakini ili uweze kufikia malengo yako kifedha lazima ujilimit kwenye baadhi ya mambo. Ndiyo. Kwa maana kwamba ukijaribu kuangalia jiji kama Dar es Salaam, mahitaji ni mengi sana ambayo yanatuhitaji kununua. Yaani kila siku tunahitaji kununua. Sasa kuna vile vya msingi ambavyo wenyewe linapokuja swala la kuvihitaji, hakuna namna kwamba compromise. Lazima uvichukue. Sasa ukijaribu kusoma vitabu mbalimbali tunaambiwa kwamba fedha zako zivunje kwenye mafungu matatu. Kwa maana kwamba ukipata 100,000, 50% ambayo ni 50,000 iende kwenye mahitaji ya lazima. Ndiyo. 20% iende kwenye akiba na uwekezaji. 30% iende kwenye luxury. Yeah. Sawa? Kwa sababu lazima pia ufurahie maisha, ufurahie ujana wako, si ndio? Lakini sasa unajaribu kuangalia kipato chako kwamba kama 30% nitaipeleka kwenye luxury. Je, malengo yangu yatafikiwa baada ya miaka mingapi? Lakini unaangalia pia kwa nature ya maisha ya mjini yalivyo. Miji mikubwa, maisha yako juu sana, gharama za maisha ziko juu sana. Je, nikisema nifate sheria inavyosema kwamba 50% ya kipato changu kiende kwenye mahitaji ya lazima, nitatoboa? Sawa? Yeah. So mwisho wa siku unafanya adjustment kwamba kama unaona 50% haitatosha, jipe 70% ya kipato chako iende kwenye mahitaji ya lazima. Halafu kuweka akiba iwe 10%. Halafu hiyo nyingine 20% ibaki kwenye kujipa pole mwili. Kwa maana hapo tunakutana na voucher. Tunakutana nazo labda mitoko ya mara moja na marafiki zako, umeenda kidimbwi na vitu vya namna hiyo, kwa sababu unafanya kazi lakini usijisahau kuishi. Okay, kuna msemo kako unakatumia, unasema jilipe kwanza. Yes. Hapo kwenye kujilipa kwanza ndio huku kwenye kujispoili ama? No. Kujilipa kwanza maana yake unaweka akiba na kuwekeza. Sasa nimekuwa nikiwaambia watu kwamba linapokuja swala la uwekezaji, anza kwanza kujenga msuli kwenye kuweka akiba. Ndiyo. Ndio kujilipa kwenyewe huko. Halafu ukishaona umejenga ile tabia ya kuweka akiba kwenye kila kipato ambacho kinapita mkononi, ndio sasa twende kwenye uwekezaji. Kwa nini? Ukisema umeanza tu kazi yako leo hii na leo tunaanza kuwekeza, inawezekana kulingana na mshahara ambao unaupata. Lakini kuna mwingine mshahara wake haumruhusu, kwa kulingana na maisha yalivyo. Huyu mtu bora aanze kwanza na kuweka akiba mdogo. So 30,000 au 40,000 anajiassess kwamba je, nikiweka akiba shilingi 50,000 itawezekana? Nitafika mwisho wa mwezi bila kuyumba? Anaenda hivyo miezi 2 au 3. Anakwenda 50,000. Je, inawezekana? Kwa hiyo mwisho wa siku anaweza akaenda miezi 3 mpaka miezi 6. Akiona inawezekana sasa akasema okay, basi nifanye akiba 50,000. 50,000 nyingine nianze kuwekeza either kwenye mifuko ya uwekezaji ya pamoja, mfano UTT, au maeneo mengine. Kwa hiyo kuna hela ya akiba ipo kwenye akaunti yake, lakini kuna hela nyingine 50,000 kwa ajili ya uwekezaji. Ana malengo labda ya mafupi, labda ndani ya mwaka 1-2 labda anue kiwanja. So anawekeza sehemu kwa ajili ya lengo hilo. Au ana malengo ya muda mrefu kwamba nataka niwekeze kwa miaka 3 au miaka 5 ninunue gari. Sawa? Yeah. So akiba inabaki kuwa akiba ambayo sasa kule inawezekana anaweka hiyo akiba kwa ajili ya kodi ya nyumba na dharura mbalimbali, kwa sababu unapoanza tu kazi na nature ya mishahara yetu, huwezi kuwa na akaunti 3-4 at par. Utaanza kwanza akaunti ile moja ambayo ndio unaingia labda mshahara. Baadaye utakuja kuwa na akaunti ya kuweka akiba, ingawa wengi wao wana akaunti hii moja. Yes, mshahara ukiingia ana mega kidogo kwa ajili ya matumizi yake,
anaacha kiasi fulani kwa ajili ya akiba yake. Wengi tuko hivyo. Lakini sasa inabidi tuende hatua nyingine, tuwe na account nyingine ya kuweka akiba. So kadri unavyozidi kukua utaongeza account ya tatu. Account ya tatu ya nini? Ya uwekezaji. Yeah. Yes. Okay, sasa tunavyoongelea uwekezaji, hii inamuhusu mtu yoyote au wale wenye kipato cha chini au ni watu wa daraja zote ambayo anaweza akaianza hii program ya nidhamu ya fedha? Inahusu watu wote ambao tayari wanapata kipato. Yoyote yule. Kwa hiyo hata mtu anaweza kaekeza kama anapata kipato. Si ndio? Achana na kile amepewa na baba au na mama. Si ndio? Lakini tunasema kwamba mtu amefika miaka 18 tayari anafanya shughuli zake. Huyo mtu hana budi kuanza kufikiria kuweka akiba na kuwekeza. Okay, sasa wakati ndio nimeanza, tuseme mimi leo nanuia kwamba naanza hii program rasmi kwamba nataka niweke akiba na kuwekeza. Ni tabia gani ambazo mara nyingi huwa ni challenge katika hii nidhamu ya uwekezaji? Yaani kama umeanza program hii, achana na mambo haya. Moja, kuna wengi wetu ambao huwa tuna fake maisha. Sawa? Yeah. Unataka kuanza kuwekeza au kuweka akiba, lakini kuna maisha fulani ambayo unayaona kwenye TV au unayaona Instagram, unataka yale maisha. Lakini ukijaribu kuangalia kwa kipato chako, yale maisha hayawezekani kwamba uishi yale maisha at the same time uweke akiba, haiwezekani. Kufeki. Tuna fake maisha. Yeah. Kwa ili ufanikiwe, ishi maisha yako. Ili uweze kuanza hiyo safari yako ya kuweka akiba. Ishi maisha yako kwamba mimi sasa hivi naona kabisa kwenda sehemu fulani kula lunch siwezi. Mimi ni wakwenda kula sehemu ya shilingi 3,000. Nenda kwenye shilingi 3,000. Wale wanaotupostia picha wako 5-star hotel, hujui yeye ameshajitafuta kwa muda gani. Hiyo namba moja. Lakini mbili, wengi ambao wanatupigia hizo picha na kuziposti, wengi wao unakuta hajajipeleka mwenyewe, kapelekwa. Sawa? So unavyotupostia vile, je, kesho nikikutana na wewe nikamwambia twende leo tukale tena lunch pale, una hiyo nguvu ya kwenda pale? Wengi hatuna. Kwa hiyo mwisho wa siku nimetolewa out na kula hivyo na posti, si ndio? Lakini kesho narudi zangu kule kule kwa chips vumbi za 2,500. Kwa hiyo tuko hivyo. So ishi maisha yako. Hayo mengine mazuri ambayo unatamani kwenda 5-star hotel, ukishajitengeneza, una vitega uchumi vyako, akiba yako unayo, uwekezaji wako unafanya vizuri, unapata gawio, utaanza kuishi hayo maisha. Lakini jipe miaka 5 au miaka 10 baadaye au 15 kulingana na kipato chako. Na ndio maana sasa kuna baadhi ambao tukichukulia walioko kwenye ajira, unakuta mtu ameingia kwenye ajira, haja master vizuri mambo, ameona rafiki yake amekuja na gari, na yeye anaenda anakopa, ananunua gari. Kumbe yule rafiki yake baadaye anakuja kugundua lile gari amepewa nyumbani, wewe tayari umeshachukua mkopo miaka 7 au 8. Kwa hiyo ishi maisha yako. Tumetoka familia tofauti, uwezo tofauti, angalia nini mimi kinahitajika kwa sasa, kichukue. Kama kihitajiki kinaweza kikasubiri na hofi, kisubiri. Ni kweli. Sasa ni mambo gani kijana inabidi ajue kabla hajaanza kuwekeza? Kuna taasisi ama kuna watu ambao ni specific anaweza akawafuata, au ni kitu gani cha kujifunza kabla hajaanza uwekezaji? Fursa za uwekezaji ziko nyingi sana Tanzania. Lakini kwenye hizo fursa sasa kuna zile ambazo zimekuja kwa ajili ya kutapeli watu. Kwa hiyo kama ni kijana ambaye sasa hivi kujaribu kuangalia taarifa nyingi tunazipata viganjani kupitia simu zetu. Hakikisha unajifunza. Kupitia YouTube utajifunza, utaingia Instagram kwenye peji za watu wanaozungumzia mambo ya fedha nikiwemo mimi, utajifunza. Kwa hiyo taratibu ukiona umejifunza huko YouTube na pengine hujaridhika, tafuta mtu kwamba bwana brother au dada yangu, wewe unazungumzia sana uwekezaji, unazungumzia kuweka akiba. Hebu nifafanulie vizuri. Sawa, kuna gharama lazima utalipa. So tutakaa chini nitakwambia bwana, kwenye hii safari ya kuweka akiba, kwenye hii safari ya uwekezaji kuna 1, 2, 3. Kama unataka kuwekeza kuna taasisi au kuna kampuni 1, 2, 3 zinafanya vizuri. Na ili ugundue kwamba hii taasisi inaenda kuibiwa, kuna 1, 2, 3. Kwa hiyo mwisho wa siku anapofanya maamuzi ya kuingia kwenye uwekezaji, anajua kabisa kama nawekeza UTT ni serikali. Kama nawekeza kwenye hisa za kampuni X, hiyo kampuni inafanya vizuri sokoni. Amejipa muda wa kujifunza kuhusu ile kampuni. Kwa hiyo mwisho wa siku anaanza kuwekeza fedha zake. Lakini wengi wetu huwa tunasukumwa na ile kwamba ukiweka 500,000 unapata 750,000 mwisho wa mwezi. Yaani faida 50% kwa mwezi. Tunasukumwa na hiyo faida kubwa. Mwisho wa siku
wale wa kwanza ambao mara nyingi hizi kampuni za upatu zikija wanavuna. Baadaye watu wakishakuwa wengi, habari imeishia hapo. Tulikuwa na Kalinda, tulikuwa na LBL, lakini miaka ya nyuma kulikuwa na moja inaitwa Desi. LBL ilinilamba. Unaona Kwa hiyo iko hiyo kitu namna hiyo, yes. Umekuwa ukiongelea sana wastaafu. Watu wazima wajiandae hivyo. Mimi natetea vijana wenzangu. Niko upande huu kwa sababu ndio umri ambao niliopo. Ni njia gani ni rahisi au ni aina gani ya uwekezaji ambayo inamfeva kijana? Sasa kwenye vijana hapa kuna wale ambao unakuta ameajiriwa, lakini kuna mwingine amejiajiri, ndio? Sasa yule ambaye ameajiriwa lazima aangalie, je, kama nataka kuingia kwenye biashara, nina muda wa kusimamia biashara yangu? Kama hana, ndio tunaingia kwenye uwekezaji. Sasa tunapoingia kwenye uwekezaji, maana yake ni nini? Unapowekeza kwa mfano UTT au umenunua hisa, wewe unaendelea na ajira yako kama kawaida. Zile hela ambazo umewekeza kule, wao wanaziwekeza maeneo tofauti tofauti. Mwisho wa siku unasubiri kupata faida kama hauna muda. Lakini kama muda unao, unaweza ukaingia kwenye active business, kwamba unanunua bidhaa unauza. So umefungua duka labda la vipodozi, duka la dawa, au unauza huduma, inategemea sasa. Sawa? Lakini mtu ambaye amejiajiri, si ndio? Huyo sasa yeye lazima calculate vizuri sana namna ambavyo anautumia muda wake, lakini pia anawekeza wapi na wapi, kwa kuwa na taarifa sahihi. Kwa sababu gani? Mtu aliyoko kwenye biashara pressure ni kubwa sana, tofauti na aliyoko kwenye ajira. Unajua kwenye ajira hasa serikalini, kuna wakati unakuta umedanganya ujaenda kazini na mshahara mwisho wa mwezi unaingia kama kawaida. Huku kwenye biashara na ujasiriamali, ukilala hakuna mauzo. Mpaka ufike hatua fulani umetengeneza mfumo sawa, lakini wale ambao wengi tunaanza, ukilala habari imeishia hapo. Ukisafiri habari imeishia hapo. Kwa hiyo unajikuta ni kwamba ni lazima kila siku uwepo eneo la tukio. Huwa nawauliza watu kwamba biashara yako leo na miaka 3 au miaka 5, unaweza ukaenda likizo mwezi mzima ukazima simu, kwamba wale wafanyakazi kule wafanya maamuzi wao, baada ya mwezi wao ukirudi ukute mambo sawa? Ambia brother, mimi kwanza hata siku 2 haziishi, wengi wao. Kwa nini? Hatuna mifumo. Kwa hiyo nisipokuwepo eneo la tukio, hakuna kitu kinafanyika. Yes. Okay. Ni makosa gani sasa ambayo vijana hufanya, au hata kwa watu wazima? Maana hii ni safari ngeni nadhani kwa upande wetu sisi wa Afrika. Sasa ni makosa gani mtu akiattempt, unaona tu safari yake ya uwekezaji itakuwa ina changamoto? Sawa, tuanze na mtu ambaye yuko kwenye ajira. Wengi kwa sababu wanakopesheka. Wanaokopa wengi unakuta anakopa kwa sababu anakopesheka. Sawa Lakini mwisho wa siku kwenye zile fomu za mikopo huwa wanasema dhumuni la mkopo ni nini. Mtu anaandika pale labda anaenda kununua kiwanja and so. Lakini mara nyingi anapopata ule ujumbe kwamba mkopo umeingia kwenye akaunti yake, mawazo huwa yanabadilika. Ataanza kuangalia simu, anasema hii simu ya kizamani, nataka simu nyingine. Sio kwamba alionayo ni mbovu, ni macho mawili, nataka macho matatu. Lakini that was not the plan. Sawa Haya, kwa nyinyi wanawake mnapenda sana majiko. Unaingia jikoni unasema hili jiko la kizamani. Fundi, njoo hapo nifanyie hesabu, nikitaka hapa jiko standard shilingi ngapi? Nakwambia milioni 5. Kwa hiyo unakuta ulikopa milioni 15, umenunua simu, umerekebisha jiko. Baada ya kutulia sasa, umebaki na milioni 3. Tayari ushakosea hapo. Ule mkopo labda wa miaka 5. Kwa hiyo maana yake una miaka 5 wa kulipa mkopo ambao hujazalisha hata 100. Sawa So usikope kwa sababu unakopesheka. Kopa kwa sababu maalum na uende kweli ukafanye kile kitu. Sawa. Jambo lingine ambalo tunakosea, wewe mshahara wako milioni 1, uko single, unaenda kupanga nyumba ya vyumba 2 na sebule ya nini? Unalipa 400,000 ya nini? Nirudie hujanielewa. Mshahara milioni 1, uko single, vyumba 2 na sebule vya nini? Show off, si ndio Sasa mwisho wa siku haikusaidii. Yaani mshahara milioni 1 ukilipa kodi kubwa sana isizidi 200,000, ili uwe na kikubwa kinachobaki kwa ajili ya akiba na uwekezaji, wakati ambao bado huna majukumu. Parudia hapo. Sawa Lipa kodi ndogo, pesa inayobaki kubwa wekeza na uweke akiba kabla majukumu hayajawa mengi. Ukifika wakati sasa umeingia kwenye ndoa, Mungu amekubariki, umepata watoto, tayari una akiba yako milioni 2, una akiba yako milioni 5, una milioni zako 10. Pressure hii kubwa sana. Lakini wengi wetu ikifika Januari, pressure ni kubwa, kwa sababu unatakiwa kulipa kodi ya nyumba, unatakiwa kulipa ada ya mtoto. Si ndio
Sasa kama ukutengeneza akiba, ukutengeneza uwekezaji, mwisho wa siku unajikuta unazunguka kwenye ule mnyororo wa kopa, kabla hujamaliza kulipa unakopa, unafanya top up, kabla hujamaliza yeye umeingia kwenye salary advance, unazunguka kwenye hiyo cycle. Mara pap miaka 40, pap 50, kustaafu huko hapa. Kwa hiyo ni baadhi ya makosa ambayo wengi tunaingia, lakini pia wewe unajijua kabisa kwamba mimi kwa huu mshahara wangu nguo nikanunue Kariakoo, tena ukanunue nguo kwa kuinama, na wewe unataka kuja kununua nguo Sinza. Sawa, yeah. Kariakoo utapata shati nzuri, utapata hii t-shirt labda 14,000 au 15, si ndio? Lakini hii unaweza kuikuta Sinza ukaambia 30,000 au 25. Lakini unataka kushopu Sinza, unapiga na self niko kwa ajili ya si ndio? Sawa, lakini finally uzeeni. Unless iwe ni part ya kazi yako. Lakini kama sivyo, kuna namna fulani lazima itakutafuna. Haya, sasa umeongelea mikopo. Kwamba mtu anaweza akachukua akawa na mambo ya kuahirisha kwamba ukafanya tofauti na ambavyo ulijipanga kabla hujakopa. Naam. Sasa kuna mtu ambaye hana kazi wala ajira, hajajiajiri wala hajaajiriwa, anaweza akatumia mkopo kufanya uwekezaji. Inawezekana? Hapo sasa lazima upige hesabu vizuri sana. Sawa, kwamba nikope nikawekeze. Je, unarudisha shilingi ngapi, na kule unakowekeza inakutengenezea faida shilingi ngapi? Kule ulikokopa unarudisha labda 18%. Huko ambapo unaenda kuwekeza unapata faida ya 12%. Unaona hapo ina balance? Hapana. Hai balance. Kwa hiyo lazima upige hesabu zako vizuri kwamba kule nimekopa narejesha labda faida yao 6%. Nikiwekeza pale napata 12%. It is a deal. Chukua mkopo, wekeza kule. Yes. Kwamba uwekeze na huku ufanye jambo. Kuna mtu ambaye labda ni muhitimu, ametoka leo, anaenda mtaani, hajajua ajira ataipata lini wala ataanza lini kujiajiri. Anawezaje akapata pesa, yani vyanzo vya pesa, ili aweze kufanya uwekezaji na akaweza kujikimu mwenyewe? Mimi naamini kila field ina fursa zake, uwe umeajiriwa au umejiajiri, kwa mazingira tulionayo leo. Sawa? Yeah. Haya, wewe umesoma sheria, umemaliza, una smartphone, labda wewe umejikita sana kwenye mambo ya sheria za ardhi. Anza kutuelimisha kuhusu mambo ya ardhi mdogo mdogo, si ndio? Kupitia mitandao ya kijamii. Ipo siku utaandika kitu mtu fulani alikuwa anatafuta ile solution, wewe umekiandika, atakupigia, bwana hii ikoje? Unaweza ukaanza kufanya kwa bure, lakini baadaye akitaka kwa undani zaidi unamwambia bwana kuna fee. Sawa? Kwa hiyo tayari mlango wa kwanza. Haya, mwingine amesoma udaktari, labda yeye amespecialize kwa wanawake, wanaitaga nini, mgaino, si ndio? Anajua kabisa kwamba mtaani kuna wanawake ambao wana changamoto kuhusu labda uzazi, si ndio? Anaanza kuongelea huko kwamba ili upate ujauzito 1 2 3 4, kula hiki, usile hiki, fanya mazoezi haya na haya. Anaonyesha hata mifano, si ndio? Kuna mtu ambaye ana struggle, yuko kwenye ndoa, huu mwaka wa 3, huu mwaka wa 5, hana mtoto. Ameshasikiliza watu wengi hawajamgusa, anakuja kuguswa na wewe. Atakuja, unafanyia hata kama ni nyumbani kwako au kama ni geto au kama mnakutana labda hotelini mnazungumza. 50,000 au laki. So tunaanza mdogo. So pale mwanzoni hautasema kwamba eti nina hela hapa kwa ajili ya kuweka akiba na uwekezaji. Utakuwa unapambana kujenga kwanza brand yako. System. Yes. Ukishajenga brand sasa watu wanaanza kukulipa vizuri. Yaani kwamba consultation umelipa hela ndogo $200,000. Hapo sasa nimepata $200,000, lakini kila siku na uhakika wa mteja mmoja, wawili, watatu. Kwa hiyo una $400,000, $500,000 kila siku. Hapo sasa unasema kwenye hii $100,000 akiba, $100,000 uwekezaji, au $100,000 akiba, $200,000 uwekezaji. Lakini huko ukiendelea kujenga brand yako, kwa sababu mara nyingi tunaweza tukaanza hizi mambo na simu ya kawaida, picha ya kawaida, lakini pia unavyozidi kukua, upgrade, nenda kwenye simu nzuri. Unapotengeneza video, tengeneza video quality. Unapiga picha, piga quality. Kwa hiyo mwisho wa siku hata kwenye kuvaa, hata kwenye makeup zako unazofanya, fanya zile ambazo ni standard. Ili mwisho wa siku mtu ukimwambia bwana consultation fee yangu mimi $200,000 au $500,000, aone inaendana na wewe. Unastahili. Yes. Okay, sawa. Tunapoelekea kuhitimisha, ni kanuni gani labda wewe unatembea nazo zilikusaidia ama zimekushape mpaka leo, unaweza ukamshauri kijana ambaye yupo kwenye hali uliyowahi kuipitia akatembea nazo ili kuwa na nidhamu ya pesa? Okay.
Moja ambalo mimi limenisaidia, mimi najitahidi sana, sio kwamba nimeshafanikiwa kuishi kwenye bajeti yangu. Sawa Juzi hapa wakati mafuta yamepanda niliposti nikasema sio dhambi kupanda daladala, sio dhambi kupanda bajaji za kuchangia. Si ndio Kwa sababu ukijaribu kuangalia imeongezeka shilingi 1000. Kuna mwingine ile 1000 inamwathiri akitoka na gari. Sio mbaya kutoka na daladala au bajaji, usafiri wa umma. Si ndio Kwa hiyo tuweze kufanya adjustment, yani kwa sababu ya maisha yako hivi basi upo kwenye hiyo nafasi ya kufanya hivyo? Yani kuna mtu mwingine hata iongezeke shilingi 3000 kwenye mafuta haimwathiri, tayari kishatengeneza portfolio nzuri, lakini kuna wengine atayumba. Sawa Ile content nilivyoitengeneza kuna watu akaniambia brother muoga, si ndio Lakini naamini ipo siku kuna mtu atanipiga ananiambia brother, ulichosema kweli bwana, mimi napanda daladala sasa hivi na mambo yanaenda. Kwa sababu unakuta watu wengine sio kwamba wanafahamika kama sisi tunavyofahamika. Unajua mimi ukiniona kwenye daladala unajiuliza, hata wewe unapanda daladala? Anaweza kwanza nikarudi nifananishe huyu. Si ndio Na kama nafasi ni nzuri unaweza ukanipiga hata picha kwamba kumbe na huyu naye anapanda daladala. Nikakutrendisha. Si ndio Lakini ni vitu vya kawaida. Jana mimi nimekuja na Bolt. Leo nimebolt pia, nimeacha gari nyumbani. Of course mke wangu anaishiwa naye nyingine gari. Lakini nimeacha gari nyumbani na it is not a problem. Maisha yanaendelea kama kawaida. You're fine. Nikirudi jioni na Bolt zangu kama ni bajaji na rudi zangu nyumbani. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba kuna wakati tuishi kawaida. Kuna wakati, lakini sasa unapoamua kuishi hivyo kawaida sio kwamba ndio ubweteke sasa, no. Ni kujaribu kuangalia hivi na zichangaje ili ziwe nyingi zaidi. Sio uishie tu pale kwamba maisha yamepanda basi. Na wewe lazima uchangamshe kichwa. Uwe na vyanzo vingine vya kukupa hela ili mwisho wa siku gharama zinavyopanda na wewe uweze kwenda nazo. Uishi maisha yako. Maana watu wengi wanaishi kwa kuplease watu. Atanionaje? Okay. Sasa kwa vijana ambao wamefanya yote, anawezaje kijana kujua cycle gani inaweza akai-collaborate naye ili kumjenga? Kwa kijana ambaye ndo ameanza kuingia mtaani. Ujue kujiconnect na watu wa cycle fulani ambao unaitamani sio rahisi sana. Si ndio Lakini cha kufanya, moja, achana na ile cycle ambayo mkizungumza nyie mnazungumziaga tu kuanguka, failure kila siku. Anza kujipunguza kwa wale watu taratibu. Na kadri ya vile vitu ambavyo unavifanya vya tofauti na vile ambavyo wao walizoea mnavifanya. Ukianza kuwa tofauti, wale watu mara nyingi wanajipunguzaga wenyewe. Okay, kwa hiyo ni sahihi kudrop marafiki. Ni sahihi. Yaani kuna watu ambao wewe mlikuwa mnaongea vizuri, lakini baada ya kuanza kufanya unachokifanya wamepungua ile cycle, yani sasa una cycle mpya. Very true. Sawa Kwa hiyo kadri unavyozidi kwenda utajikuta tumemconnect huyu, umemconnect mwingine, mwisho wa siku unafika sehemu unasema yes. Huyu tunakaa tunazungumza, kuna chemistry fulani ambayo mmeitengeneza. Mnaenda. Okay, kama ulisikiliza kwa makini kabisa, natumai kama ni kijana ama ni mstaafu atakuwa amejifunza. Mstaafu mtarajiwa, Mstaafu mtarajiwa ama kijana ambaye ni mstaafu mtarajiwa pia. Okay, anaweza akajifunza zaidi kwenye page yako, unapatikana kwa mstaafu_forum. Akipita kule kuna vitu vingi, na mimi mara nyingi nafundisha kwa kama jokes hivi, kama story hivi, lakini ndani kuna kitu. Nakufuatilia sana. Okay, ulikuwa nami Dr. Koja, napatikana Instagram kama Dr. Halima Koja, na coach wa hitimu ambao hawajui wapi pa kuanzia. Tupo ndani ya Duka Huru podcast. Duka Huru, let's all win. Asante.